sana kwa jioni ya leo, umebariki, umetupa nafasi usikilize neno lako hili. Naomba uweze kutubarikia na utumie sana mapenzi yako katika jina la Yesu, amina. Hivi kwa mfano, swali sasa. Mkuu wa chuo akikuuliza hivi, Juma anaendeleaje? Unamjibuje? Anaendelea vizuri? Ama habari za Juma zikoje? Kwa siku nyingi hajamuona darasani. Utamwambia habari nzuri ama mbaya? Unazoendelea current, si ndio? Okay, sawa. Tufungue kitabu cha Mwanzo sura ya 20. Somo la jioni hili linasema tafakari kabla ya kujibu. Hivyo tu. Tafakari kabla ya kufanya nini? Kabla ya kujibu. Usiwe na haraka. Mwanzo 20 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Ibrahim akaondoka huko kwenda nchi ya kusini, akakaa kati ya Kadesh na Shuri, naye akatembea katika Gerari. Ibrahim akamnena Sara mkewe, huyu ni ndugu yangu. Basi Abimeleki mfalme wa Gerari akapeleka watu akamtwaa Sara. Leo nilikuwa nataka tuzungumzie habari ya Abimeleki ambaye alikuwa ni kiongozi, ni mfalme. Sura hii wanatheolojia wengi wakisoma huwa wanazungumza sana juu ya weakness ya nikisema weakness tunaelewana yaani udhaifu wa nani? Wa Ibrahimu. Lakini hawaingii ndani zaidi kuelewa sababu ya kwa nini Ibrahimu alimjibu mfalme hivyo. Mimi binafsi naamini, kwa mfano, Abimeleki alipoambiwa huyu ni ndugu yangu, angechukua muda kwanza utafakari, hivi kweli Abrahamu mfalme huyu, ama wanasema Ibrahimu, kweli atembee na msichana mrembo namna hii? Hebu msichana mrembo hapa anyoshe mkono juu. Jiamini basi, nyosha mkono juu. Utakosa mtu hapa, shauri lako. Mimi pengine ndio nakutangazia market, shauri lako. Yaani Ibrahimu wachana hiyo sasa. Ibrahimu ambaye alikuwa ni nabii, si ni sawa? Naweza kuita kama nabii. Ameitwa na Mungu, mtumishi wa Mungu. Anatembea na mke wake mzuri, msichana mzuri. Biblia inasema alikuwa ni mrembo, hakuna yoyote katika dunia hii. Bwana asifiwe sana. Yaani wewe hapo ulivoumbwa wewe haujamfikia Sara. Mbona unabisha? Hebu muangalie kama wewe haujamfikia Sara. Nilikuwa nasoma, bila napenda kufuatilia taarifa. Nadhani ni wiki hii ama iliyopita, Paulo Makonda, mkuu wa mkoa wa Arusha, alikuwa nadhani ni birthday yake, si ni birthday ya mke wake, akawa na msifu mke wake sana. Na msifu sana kwamba ni mzuri kuliko wanawake wote. Gerard, najua wewe unasema kwako ni mzuri kuliko wote, si ndio? That's good. Lakini Sara alikuwa ni mrembo kweli kweli. Alikuwa ni mrembo kweli kweli. Ila kiukweli alichokitambulisha, alivyomtambulisha kwa Abimeleki, mimi naiona ilikuwa ni sahihi.
Ni kweli alikuwa ni ndugu yake, ila hawakutoka tumbo moja. Sasa Abimeleki ni kama vijana walioko hapa wengine, akiona tu msichana na wengine kichwa kimechanganyikia, kichwa kimevurugika, watakuponza, utafeli. Kuwa makini, utafeli. Kichwa kimevurugika kabisa kabisa. Abimeleki hakutafakari kauli ya nani? Kauli ya Abrahamu. Yeye akaiendelea tu kupu, akaingia mtego, kwa sababu aliongozwa na tamaa. Unajua, ukiambiwa jambo, hata kwenye mtihani, nyie mnafanya mtihani na mimi nimefanya mtihani, kama usipofuata maelekezo ukatafakari vizuri yale maelekezo, uko uhakika wa asilimia zote kufeli. Na wengi tumefeli, hata mimi nishaifeli kwa sababu sikufuata maelekezo, sikuwatafakari yale maelekezo. Abimeleki yeye alipoambiwa tu huyu ni ndugu yangu, hivi kweli kabisa mtu unatembea kabisa na mke wako hivi na msichana hivi kweli ni rahisi kweli? Tena katika mazingira wakati ule isingekuwa ni rahisi. Akakurupuka, akawahi ili tu amchukue yule, akafanye naye mapenzi. Faster. Wengine mnasemaga faster zina hatari. Haraka hazina nini? Hazina baraka. Unasema chap. Sijui mnatumia lugha gani? Ngoja nisio Mswahili. Chap. Haraka hazina baraka. Tafakari kabla ya kufanya nini? Ya kutenda. Tafakari. Sio kila unachoambiwa ni cha kujibu hapo hapo. Huwa naangalia kwenye mitandao ya kijamii, watu wengi wanapenda kujibu tu kwa kurupuka. Tena mtu ambaye nampenda sana, namfuatilia, anaitwa Masudi Kipanya. Wangapi wanamfahamu Masudi Kipanya? Huwa nyinyi wasomi wa watu jamani, mwe mnaangalia dunia inapoenda sana. Siku mtaambiwa hakuna kutembea kutoka saa 12 asubuhi. Wewe uko hapa chuo unakamatwa na jeshi. Mwe mnafuatilia dunia inapoenda. Ana vikatuni vyenye kutoa elimu sana. Lakini kuna watu wao wanapenda tu kujibu. Ukiangalia hivi unaona ni shida tu. Somo la leo jioni, itafakari kila unachoambiwa, unachokisikia, iwe ni cha mtu, umeambiwa habari ya mtu, itafakari kwanza. Tafakari ya kweli ama ni ya uongo? Tafakari. Umesikia jambo lolote, nitafakari. Bwana asifiwe. Uko darasani unasoma, chukua muda kutafakari. Leo nilikuwa nawaambia niliwaambia natumiwa message nyingi sana. Sasa huyu aliamua tu kunipigia simu moja kwa moja, anatoka chuo cha Busta kipo Mbeya. Ni mwanafunzi anasoma mambo ya utalii. Nilikutana nao huko kwenye summit Iringa. Akaniambia, "Pastor, mimi na mchumba Mbeya." Hapo akaniambia, "Pastor, lakini ninavyokuona wewe una hekima sana kwenye kujibu." Yaani alinipa maswali mawili, nikajibu yote haraka. Baadaye nikamwambia, "Umeelewa?" Akaniambia, "Pastor, nimeelewa sana, lakini usiniulize sana maswala ya uchumba na nini."
Kaambia, mimi nimejua nia yako iko wapi, ila mimi nimekusaidia uelewe njia unayoielekea ikoje. Kaambia, swali uliponiuliza una mchumba ama sina mchumba, akasema mimi ni naye. Alafu akaniambia iko vijana wengine hapo wangejibu, yani vijana wanatusumbua mpaka wanatupiga na matusi kabisa, kwa sababu tumewajibu tu tuna mtu. Usiwe mwepesi wa kukurupuka, chukua muda, maana unaweza kutenda dhambi. Abimeleki kilichomwokoa Bwana Luka ni ile ndoto ya usiku Mungu alimfuata. Hicho kilichomwokoa, ndoto ya usiku ule Mungu alimfuata, akazungumza naye. Unajua, unapotafakari tayari, nimwambia udada, kuna mambo mawili kwenye maombi. Kuna wewe unazungumza na Mungu, lakini Mungu anazungumza na wewe. Wengi mna njia moja ya kuzungumza tu na Mungu. Hapa mmekuja tu mwambie Mungu mambo yenu alafu muondoke, mtake mapenzi yenu yatimizwe. Lakini hatuna njia ya pili ya kusikiliza, kutafakari Mungu anatuambia nini. Unapokuwa na tafakari, utajua mapenzi ya Mungu, utaiona njia iliyo sahihi. Na usiku ule Abimeleki alipopata ile ndoto, Mungu alimwambia, Bwana, huyo ni mke wa mtu. Kwa hivyo usitende dhambi hiyo. Sasa walikuwa wameenda Sheraton, sio walikuwa wameenda wapi, mimi sijui. Si kwa jumba lake la mfalme, mimi sijui. Hata wewe kuna wakati unapokuwa na mtu unamtongoza kinyume na mapenzi ya Mungu, Mungu anakwambia usitende hiyo dhambi. Ukachukua kabinti unasema leo baridi. Mbona unacheka? Kwani mimi nimesemaje? Nitembelee leo naumwa. Mkaona njiani umetamaa. Sauti ya Roho Mungu inakwambia Wagalatia 5:16. Mwili na roho vinakutana. Anakwambia acha dhambi, usitende, hiyo ni dhambi. Umeona simu ya mtu, mwalimu ameacha pale, umeiona Roho Mungu anakwambia usitende, hiyo ni dhambi. Una muda wa kutafakari ile sauti ya Mungu. Matokeo yake unaanguka kwenye dhambi. Tamaa. Abimeleki mwanzoni aliongozwa na tamaa. Na wengi hapa tunaanguka kwa sababu ya tamaa. Lakini Abimeleki alisikia sauti ya Mungu. Na ilifati alipokutana na Mungu akatafakari sana. Bwana asifiwe sana. Akamsikia Mungu anachozungumza naye. Jioni hii ya leo nataka muisikie sauti ya Mungu. Sikia sauti ya Mungu. Kwenye kutafakari kuna uwezo wa kusikia sauti ya Mungu na kuifuata. Na alipoamka asubuhi akamfuata nani? Alafu akawafuata, akaamuru wale watu waende wakamchukua yule binti warudishe kwa mwenyewe, maana sio watu yake. Hakuwa watu wake. Na kwa hivyo akaokoka katika kutenda dhambi ya uzinifu. Bwana akuokoe katika dhambi yoyote jioni ya leo. Nasema Bwana akuokoe katika dhambi yoyote jioni ya leo. Bwana akuepushe na dhambi yoyote jioni ya leo. Inawezekana tu kwa kuisikia sauti ya Mungu. Isikie sauti ya Mungu. Wagalatia 5:16 anasema mwili na roho vinafanya nini? Vinavutana. Kuna wakati unataka utende ya Mungu, wakati unataka utende ya, yaani vinavutana. Na Biblia inashauri kubali kuongozwa na nani? Na Roho wa Mungu. Maana kama utakubali kuongozwa na mwili, kuna
20 mpaka 21 utaiba, si ndio? Maana unataka kusikia sauti ya Mungu. Utazini, utafanya uasherati, utapokea rushwa, ikiwemo rushwa ya ngono, utakuja kuwa fisadi, utajiuza. Wako vijana siku hizi, wavulana, wasichana wanafanya nini? Wanajiuza. Nimetumia lugha ya kakapoa, dadapoa. Kuna mamama na mababa yanapita na mashangingi yao kununua mabinti na wavulana, wanafanya hivyo. Usiposikia sauti ya nani? Ya Mungu. Asubuhi niliwapatia mfano, unaona kabisa mwenzako, si unaishi hosteli wapi ama unaishi day scholar kule, anarudi jioni, asubuhi amekuja jioni, amechukuliwa jioni ya leo anachukuliwa, halafu asubuhi anarudishwa na gari lindinga V8 na kila kitu anacho, hana shida. Kumbe alishajitoa sadaka kwa mashetani. Amekataa kusikia sauti ya nani? Ya Mungu. Lakini ukiisikia sauti ya Mungu, aya 22, utajaa tunda la nini? La Roho Mtakatifu. Yako tisa. Nikihubiri kuna ubiri nasema chukua namba 9 hiyo. Chukua namba nini? Namba 9 forward. Ukiwa kwenye 18 tu unafunga. Ukipata wabasiaji wazuri, si ndio? Wakupa pasi nzuri, kwenye 18 namba 9 unafunga goli. Hiyo sio somo leo, ipo siku litakuja kuwa somo. Utajaa tunda la Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Utajaa amani, utajaa furaha, utajaa upendo, utajaa uvumilivu, ile nilikwambia asubuhi, utajaa uaminifu, utajaa kiasi, utakuwa na uwezo wa kujitawala. Uwezo wa kujitawala ndio hiyo, unakuwa na uwezo wa kuisikia sauti ya kujua hili ni baya, hili ni nini? Ni jema. Na tuko wengi hapa, kama Roho Mtakatifu hatatutawala jioni ya leo, wengine hapa mnaenda kwa Mungu mwenye dhambi. Hata mimi mchungaji, si mimi nakwambia ukweli, mimi si ni mwanadamu. Kwani sina macho? Ninayo macho. Na unajua shetani, ngoja nikwambie, shetani hayuko ndani yako, shetani yuko nje. Shetani hajui ulichonacho ndani, sawa? Shetani anakuonyesha tu vya duniani hapa, anaviweka hapa. Alifanya kwa Adamu, akafanya kwa Yesu. Adamu wa kwanza akaanguka, wa pili akuanguka. Yesu akajaribiwa. Majaribu mangapi? Mathayo ngapi? Sura ya 4. Akaletewa hivi. Kweli alikataa? Hivi leo kweli wewe tuseme tu kweli hapa. Leo upewe jumba, gari, V8, kila kitu. Yaani wewe kazi yako tu ni kwenda na kurudi. Maisha safi kabisa. Tuseme ukweli, utakataa? Hata mimi sikatai. Shida za nini? Shida za nini? Sema ukweli leo wewe, yani ndio shetani amekuja pale. Anakuambia nitakupa majumba, niabudie mimi. Nitakupa mashamba, nitakupa mavieti, nitakupa vyote hivi. Yule Adamu wa kwanza alifanya kuwa watumwa wa dhambi. Adamu wa pili, Warumi sura 5, alituondoa katika utumwa, akatuweka huru kweli kweli. Jioni hii mimi nawapenda. Mimi nimekula chumvi nyingi kidogo. Nawaambia tafakarini habari za Mungu. Hii Biblia, hebu nione wenye hii Biblia waliokuja na Biblia. Wachana na za kwa simu. Tafakari neno la Mungu. Nyosha juu.
Simama kama una Biblia. Simama. Just stand up. Don't be ashamed. Just stand up. Bwana wabariki sana. Kumbe mko wengi. Haya, kaeni chini, niye mmejitoa. Tafakari neno la Mungu. Ukilitafakari neno la Mungu siku zote utakuwa na busara. Abimeleki akuwa mwanzoni aliongozwa na tamaa, akakubali kuongozwa na mwili, akawaka tamaa, lakini Bwana akamuokoa. Na alimuokoa kwa sababu aliisikia sauti yake. Aliitafakari sauti ya Bwana na Bwana akamuokoa. Jioni ya leo ukitaka kuokolewa kutoka katika dhambi, isikie sauti ya Bwana. Anazungumza na wewe kwa Roho Mtakatifu, lakini Biblia hii Biblia. Wachana na hiyo ya kwenye simu. Wachana na, tafuta Biblia. Hata mimi ninasoma za simu, lakini huwa nachukua hii Biblia. Soma hii Biblia. Tafakari neno la Bwana. Ndio usalama wako. Tafakari neno la Bwana. Litakuokoa dhidi ya majaribu yote na maovu yote na dhambi zote na tamaa zote za ulimwengu huu, na litakufanikisha. Bwana asifiwe sana. Ngoja nisome fungu la mwisho. Yoshua sura ya 1. Hilo ndio fungu la mwisho. Huwa situmii muda wenu mwingi sana. Ngoja tufungue kitabu cha Yoshua. Yoshua sura ya 1. Kuanzia aya ya 9, ya 8, ama tuanze aya ya 7. Inasema, uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kichwani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Bwana asifiwe sana. Ngoja nirudie hayo maneno. Inasema hivi. Ile ya tano. Inasema, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Marafiki zangu wote mlioko hapa, ukitaka kufanikiwa, tafakari neno la Bwana. Ukitaka kufanikiwa, tafakari neno la Bwana. Ukitaka afya yako ya akili ipone, tafakari neno la Bwana. Una usumbufu, unasumbuliwa na shida yoyote, tafakari neno la Bwana. Litakupatia mambo manne. Afya nzuri ya kiakili, itafungua akili yako. Litakupatia afya nzuri ya kimwili. Itakupatia afya nzuri ya kiroho. Itakupatia afya nzuri kimahusiano, kijamii, utakuwa vizuri. Wewe angalia tu, kuna uwezekano kuna mwingine tangu asubuhi hapa hajasalimiana na mtu. Huyo ana shida. Kuna mwingine hali yake ya kiroho, hana muda wa maombi, hana muda wa kusoma neno la Mungu. Hapo kuna shida. Lakini ukitafakari neno la Bwana, unapona akili. Akili yako inakuwa safi. Hata darasani unakuwa safi. Jioni ya leo tunaenda kuomba. Mwambie jirani yako,
Uko tayari kupata muda wa kutafakari neno la Bwana? Upo tayari kupata muda wa kutafakari neno la Bwana? Kama ni hivyo, tunaenda kuomba. Naomba umshike mkono jirani yako. Shike mkono jirani yako. Unaona hiyo shida afya ya kijamii hapo. Yaani hata kumshika tu mkono